tumeona kuna watu wanafikiri watu wa Arusha hawana kumbukumbu. Wanataka kuwadanganya. Na mimi siko tayari, kwa sababu ukweli una tabia ya kuishi, na chama changu cha Mapinduzi kinasema nitasema kweli daima na fitina kwangu mwiko. Wangapi mnapenda ukweli? Hapa nyosha mkono. Arusha oye. Unajua kuna mambo mengine, twende pole pole. Kuna mambo mengine sikutaka kuyasema kwa sababu nina uwezo mkubwa sana wa kupuuza. Lakini nimechokonolewa sana na baadhi ya watu, kiasi ambacho inawezekana kuna baadhi ya watu mkachanganywa. Kwa hiyo kwa sababu nimelazimishwa, mengi nitapuuza, lakini nitasema angalau moja, na naomba mnikubalie. Na nikishasema hilo, tutaendelea na mambo mengine. Kuna mtu mmoja ambaye amekuwa na jinadi siku nyingi, anasema wakati anakwenda kwenye send off alitumia koti langu mimi, mtoto wa mama muuza uji. Lakini leo hii anadiriki kufikia na kusimama mahali anasema eti Gambo ameumiza watu wengi. Hivi nataka niwaulize, hivi mimi na yeye nani ameumiza watu wengi katika nchi hii? Nyinyi mnakujua Dar es Salaam nyinyi? Nendeni mkatafute habari zake kule, hata kumsalimia mtaogopa. Nataka kokote alipo mwambie, mikono yangu ni safi, sina changamoto yoyote na sijamuumiza yoyote. Badala yake nimesaidia watu wengi sana kote nilikopita kuwa kiongozi. Nimesaidia watu wenye ulemavu, tumewapatia viti mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia. Tumewasaidia watu kupata miguu bandia ambao hawajatarajia kupata ulemavu. Tumesaidia vituo vya yatima, tumesaidia kila mahali. Mwambieni hayo ni matendo mema, hakuna hata moja la kumuumiza. Na nimeamua niseme kwa sababu amesema eti nenda kwa wananchi wa Arusha uende eti ukawaombe radhi. Wananchi wa Arusha nimewahi kuwakosea nyie? Wangapi wanasema sijawahi kuwakosea hapa? Unajua kwa nini anasema niombe radhi? Niwape mfano mmoja. Mimi niliamua kufunika kombe Mwanaalamu wapite, lakini ameamua kunichokonoa mwenyewe. Na nisiposema wengine mtaamini ni kweli. Kuna jambo moja akiweza kunijibu hilo jambo, akiweza kujibu hilo jambo, mimi nitarudi kuja kuomba radhi hapa. Si kama mnanielewa? Kuna hoja moja niliijenga inahusiana na jengo la utawala la jiji la Arusha. Niliwaambia sisi tunataka maendeleo, lakini tunataka maendeleo yanayoendana na thamani ya fedha. Tunataka maendeleo ambayo yanalinda kodi za Watanzania, na ndiyo kazi mlionituma. Jengo la utawala linatakiwa kuwa la ghorofa 8. Awamu ya kwanza ground floor wamelipa bilioni 1 na milioni 81 pale ground floor peke yake. Wakamaliza wakatangaza tenda, akapatikana mkandarasi kwa bilioni 11 na milioni 619. Ukijumlisha jumla yake ni bilioni 12 na milioni 700. Nikawaambia ukigawanya kwa 8, maana yake kila gorofa moja, kila floor moja, yani floor unavyoona kama hiyo, unaijenga kwa bilioni 1 na milioni 587. Haikubaliki. Kwa hiyo lazima hayo mambo tuyaseme, whether wanafurahi au wanachukia. Lakini baadaye wakasema kwa sababu kwa sasa hatuna mapato, tuingie mkataba mdogo. Wakaingia mkataba mdogo wenye thamani ya bilioni 6.2. Nikapata taarifa kwenye bilioni 6.2
Kuna mtu pale ameandika, badala ya kuandika meter square ameandika cubic meter. Yani ni sawa sawa, ukisema 2 mara 2 ni 4, akisema cubic meter manake ni 2 mara 2 mara 2, manake inakuwa ni 2 mara 2 ni 4, 4 mara 2 ni 8. Manake badala ya kulipa gharama ya 4 unalipa gharama ya 8. Huo ni wizi. Si kama mnanielewa?